Abatizwa ndani na ukawa muumbaji, na wewe una uwezo ya kuumba katika jina la Yesu Kristo. Sasa tusipokuwa wanafunzi bora, hizi kalite za uungu hazitaonekana kwetu. Mungu anahitaji tuwe na mfano wa Mungu, tuwe na sura ya Mungu, na tufanye kwa jinsi alivyo. Anasema mutafanya mambo haya zaidi yangu, kwani mumelishwa neno na mumekaa kwenye neno na mumebatizwa kama neno, na nyinyi mutaumba. Amen. Akamwambia Musa, mimi nakufanya Mungu kwa nani? Kwa Farao. Inamaanisha katika hiyo anga ya Misri hapakuonekana Mungu mwingine asipokuwa nani? Musa. Na wewe Mungu anahitaji kufanya kuwa Mungu katika matokeo, inawezekana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wakati utakubali ile neno ambalo umefunzwa, unabatizwa katika hilo neno, ni Roho Mtakatifu na kubatiza parole de vie ambayo ina revelation, utafanya mambo makubwa makubwa. Hautakaa mahali kuna Mungu ubaki kwa jinsi ulivyo na urudi kwa jinsi ulivyo. No, lazima ubatizwe sai. Wewe tega masikio. Tumesikia neno la Mungu kupitia mtumishi wako. Tunaingia hatua ya pili, tusikilia tena. Kuna kitu ambacho na uelewe kulingana na somo letu la leo. Sema revelation. Kwa nini nasema revelation kila mara? Revelation ndio maisha yako ya kesho. Somo letu lazungumza kwamba maisha yako ni resulta ya revelation ambayo unayo. Nitaandika kwa ubao. Maisha yako maisha yako ni revelation ulio nayo. Ndio titre. Hii ilikuwa jana, hata mtumishi amezungumzia. Leo waishi tunakuona kwa jinsi ulivyo, lakini tukichunguza sana, Debora, hatuko pamoja. Nyinyi mwasimu mziweke kando, sasa hivi tunaingia, tuko katika ikulu kwa Mungu. Wanapokuona leo ni resulta ya revelation iliyoonekana tangu mwanzo. Hauishi kwa bahati mbaya, waishi kutokana na ufunuo uliokuwa nao mbeleni. Munifuate vizuri. Kuna picha ambayo napenda nikuoneshe. Hapa kuna mkuta. Hii ni present. Uko hapa leo. Hapa njo fitire yako. Nitasema hii ndio kesho yako. Unapokuwa mahali, kuna vitu lazima uone vikitendeka hapa, ndio vitakusaidia fitire yako ikuwe na present. Tuko pamoja watu wa Mungu? Unapokuwa mahali hapa, tabia unazo leo zatokana na maono. Hii inataka maono uliokuwa nayo, kisha unakuwa yafanya hapa. Tasema des numero 1
Hapana, nitafanya hivi. Hii ni dessin numero 1, dessin numero 2, dessin 3. Picha ya kwanza unaishi kulingana na futur. Nitafanya mfano moja wa Joseph. Joseph aliishi maisha akisumbuliwa na ndugu zake, wakafanya chini juu wamuue. Kwa nini walipenda kumuua? Mwanzo 37 verset 8.